kitu ambacho kina manufaa, lakini manufaa yake ni halali kwa haja maalum. Ikikosekana hiyo haja, manufaa yake ni haramu. Hiki pia hakiruhusi kuuzwa, na hiki mfano wake ni mbwa. Na vinazungumza mbwa kwenye mahala pake. Mbwa haruhusiwi kuuzwa. Kwa sababu gani? Mbwa kweli ana manufaa kwa Waislamu, lakini manufaa yake ni manufaa yamehalalishwa kwa haja maalum. Asiyekuwa na haja hiyo haruhusiwi kuwa na mbwa. Manufaa yaliyoruhusiwa ni matatu. Kuwinda, kuna mtu anawinda kwa kutumia mbwa, huyo anaruhusiwa kuwa na mbwa, anaruhusiwa kunufaika na mbwa. Ulinzi, mtu sehemu aliyopo hali ya usalama si nzuri, anaona kwamba lazima mimi niwe na mbwa nyumbani kwangu kwa ajili ya ulinzi, huyo anaruhusiwa. Na mchungaji, ndio mchungaji, mtu anayechunga ng'ombe, mwenye ng'ombe zake na nini, kwa ajili mbwa amsaidie kule maporini kuwadhibiti wale wanyama. Mambo matatu haya ndio yanamfanya Muislamu aruhusiwe kuwa na mbwa, yani kufuga mbwa. Nje ya mambo matatu haya Muislamu huruhusiwi kufuga mbwa. Sasa jiangalie wewe, una mbwa nyumbani kwako. Mbwa huyu wa nini? Wa ulinzi, wa kuwinda, ama wa kuchunga? Kama yote haya huna, huyo mbwa kamtoe haraka iwezekanavyo. Huruhusiwi kuwa na mbwa, ni haramu wewe kuwa na mbwa.